Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Kwa mara nyingine tena tumepewa upendeleo na fursa hii ya pekee tuendelee na majifunzo yetu katika mfululizo wa masomo haya ya wito wa Bwana. Mbele yetu liko somo jingine lenye kichwa kinachosema wito wa kumtii Mungu sehemu ya 6. Kuna sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya 3, sehemu ya 4, sehemu ya 5 na hatimaye sehemu ya 6. Isingewezekana kurekodi yote hayo katika somo moja, lingekuwa ni kubwa na ni mzigo kwako mtazamaji. Kwa sababu ujumbe huu umeshikamanishwa, ndio maana tumesema sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, ya 3, ya 4, ya 5 na hatimaye ya 6. Kwa ili uweze kuelewa kile kilichokusudiwa na upate kitu kamili, ninakupendekezea tafuta kujifunza somo lile la kwanza, la pili, la 3, la 4, la 5 na la 6. Yaani sehemu ya kwanza, wito wa kumtii Mungu sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya 3, sehemu ya 4, sehemu ya 5 na sehemu ya 6. Na kabla tujaendelea, ni kualike tuombe. Baba mwema, fursa hii tena iko mbele yetu. Tunakubali kuwa chini ya uangalizi wako tunapojifunza. Asante kwa neema yako, kwa jina la Yesu. Amen. Ninakualika tena, karibu. Mimi ninayekualika ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 716 paragrafu ya 2. Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 716 paragrafu ya 2, nabii anasema: wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii na tutafute kuamsha roho ya Uprotestanti wa kweli. Uprotestanti na Urumi vimekwisha kuungana. Na ndio maana alama ya sanamu ya mnyama inaundwa Marekani. Na sheria ya Jumapili harakati zake zinaendelea kwa kasi sana. Ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025, jimbo la Utah kule Marekani likawa jimbo la kwanza kupitisha sheria ya Jumapili. Majimbo kama 30 yako kwenye mchakato wa kutaka kutekeleza mipango ya kidini na kutaka kupitisha sheria ya Jumapili, na ikiwemo mchakato wa zile amri 10 katika shule za umma. Hayo yote yasingeweza kutokea kama muungano wa Uprotestanti na Urumi haujafanyika. Huo ni ushuhuda ya kwamba muungano wa Uprotestanti na Urumi vimekwisha kuungana. Ndipo nabii anasema, ikiwa ni hivyo, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Kuna zahama iliyo mbele yetu, tunapaswa kuielewa katika uhalisia wake. Si ndivyo pale nabii anaposema watu wanapaswa kujifunza unabii, kuelewa mnyama ni nini, ni nani, sanamu yake ni nini, alama ya mnyama ni nini, na wanawezaje kuepuka kupokea alama ya mnyama. Ndio maana yake tuamke na kuelewa hali. Nabii anaendelea kusema, hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu ndio huo, the present truth, ukweli wa sasa. Ni ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa 3. Katika jumbe hizi ndipo tunapata pillars of our faith. Tunapata nguzo za imani yetu. Nguzo hizi: Sabato patakatifu, Sabato
patakatifu. Na kupitia nguzo hizi ndipo tunaweza kuishindania imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Yuda 1:3. Adamu alikabidhiwa na waliofuata walikabidhiwa hicho mpaka walipokuwa utumwani Misri, walipopoteza vielelezo hivi viwili, nguzo hizi mbili za imani. Wakiwa watumwa walishindwa kuitunza Sabato. Wakiwa watumwa walishindwa kuendeleza kafara za wanyama kama vielelezo vya Yesu ajaye. Kwa nini? Kwa sababu ng'ombe, mbuzi, kondoo, kwa dini na taratibu za Wamisri kwa wakati ule, hawa wanyama wote walikuwa ni miungu ya Wamisri. Na yeyote anayewaua hao kwa bahati mbaya ama makusudi, adhabu yake ilikuwa ni kifo. Kwa hiyo walishindwa kutimiza, kusimamia ama kuishindania imani. Mungu alipowatoa kutoka utumwani Misri na wapeleka Kanaani, kabla hawajaingia Kanaani, hayo mambo mawili Mungu alihakikisha wanayafahamu, yanabaki kwenye akili zao. Alianza kuwafundisha kuhusu Sabato, lakini pia alisema watengeneze patakatifu apate kukaa katikati yao. Kwa unaona mambo hayo mawili yakiendelea. Kwa hiyo basi, kupitia ujumbe malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu, ambao ndio ukweli wa sasa, the present truth, kanisa la Waadventista wa Sabato tuna hazina ya kufahamu nini kilitokea mwaka 1844, Yesu yuko wapi, anafanya nini, tunawezaje kumfuata kwa imani, na tunawezaje, dhambi inaondolewaje ndani yetu, tunawezaje kuingia mbinguni, na wakati viwango vya kuingia mbinguni ni lazima kuwa spotless, kuna doa lolote, dosari yoyote. Ndipo tunafahamu ya kwamba Kristo ndani yetu tumaini la utukufu. Wakolosai 1:27. Ujumbe huu ndio utakao wawezesha Waadventista na ulimwengu kusimama katika hukumu ya upelelezi. Kusimama katika hukumu ya upelelezi maana yake imeshamalizika hukumu ya upelelezi kwa wafu, inapohamia kwa walio hai, inaanza katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Ujumbe wa malaika watatu unawaandaa watu kusimama, lakini pia unawaandaa watu kuwa waaminifu kwa Mungu katika hali zozote, na ndio unaoandaa watu kupokea mvua ya masika. Kwa hiyo huo ndio ujumbe wa sasa waliokabidhiwa Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo Mungu anaposema wakati Uprotestanti umeungana na Urumi, tuamke, alafu walinzi sasa tupaze sauti na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Nukuu zingine nabii anasema katika masomo yaliyopita, anasema alioneshwa roho za thamani zikifa njaa. Kwa nini? Mahali pengine anasema watu wanakosa maarifa ya ukweli wa sasa. Ukweli huu wa sasa ndio the balanced diet tuliopewa Waadventista wa Sabato. Ndio ujumbe, ndio message ya kuipeleka ulimwenguni. Ukiwa hauna message, utume umeuvuruga, umepoteza dira. Utume wetu unategemea message. Message ni ujumbe wa sasa. Ni ujumbe wa sasa. Na kwa sababu mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato umeasi, kwa maana tangu ulipojifungamanisha na Umoja wa Mataifa mwaka 1985, mporomoko mkubwa ukashuhudiwa na Shetani akafanikiwa kuliingiza kanisa kwenye uasi wa wazi ulio mkubwa. Na hivyo basi mfumo, kutokana na kuasi kwake, kuna wakati Mungu atauacha mfumo na kuishika kazi yeye mwenyewe. Kile ambacho hakikutekelezwa na mfumo atakitekeleza mwenyewe kwa kuwatumia watu wachache aliowajaza Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Hicho ni kilio kikuu. Na kilio kikuu kinahusisha ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu, na maelezo ya nyongeza ya takataka zote zinazoletwa na mafundisho ya Kirumi. Ujumbe huo hautakuwa wa kubembeleza. Ujumbe huo hautakuwa wa kupepesa macho, kuumauma maneno. Utakuwa ni wa wazi, wa direct, ambao
hautakuwa wa muda mrefu, wa muda mfupi kazi itamalizwa. Wala tusifikiri kwamba mfumo huu utamaliza kazi ya Mungu. Kwa ujumbe upi? Wakati ujumbe tumeuacha. Mfumo huu hautamaliza kazi. Kazi itamalizwa na Mungu mwenyewe atakaposhika hatamu baada ya sheria ya Jumapili kutangazwa Marekani na hatimaye ulimwengu mzima. Na tunao ushuhuda huu hapa. Katika matukio ya siku za mwisho, Ufunuo Publishing House 2015 ukurasa wa 171, nabii anasema, hebu niwaambie kuwa Bwana ataimaliza kazi yake mnamo siku za mwisho kwa namna ambayo iko nje mno ya utaratibu wa kawaida wa mambo, na katika njia ambayo itakuwa kinyume na mpango wowote wa kibinadamu. Hapo unaweza ukapata picha kwamba hakuna tena mfumo, kwa sababu makao makuu ya kanisa letu ndipo makao makuu ambapo utume unapangwa ulimwengu mzima. Anaposema itashikwa na yeye mwenyewe katika namna ambayo iko nje mno ya utaratibu wa kawaida, maana yake sio tena General Conference kupanga kazi na sehemu zingine kupanga kazi. Mfumo hautahusika. Kazi itashikwa na Mungu mwenyewe. Nukuu inayofuata inatueleza wakati gani kazi itashikwa na Mungu mwenyewe. Ukurasa 176, matukio ya siku za mwisho, Ufunuo Publishing House, toleo la 2015, ndilo ninalosoma. Kutakuwa na udhihirisho wa ajabu wa uwezo wa Mungu katika makanisa ya Waadventista wa Sabato. Lakini hautatenda kazi juu ya wale ambao hawajajishusha mbele za Bwana na kufungua mlango wa moyo kwa ungamo na toba. Unajua kulikuwa na maelezo dhaifu na mepesi ya kutiana moyo na kubembelezana kwenye dhambi. Watu wanasema tunaokolewa kwa neema, Mungu ataliamsha kanisa lake na atalijaza Roho Mtakatifu. Hujaelewa nini Mungu anachokisema. Ni hivi, wale ambao hawajajishusha mbele za Bwana na kufungua mlango wa moyo kwa ungamo na toba hawatapokea uamsho huo. Ndio, watakaopokea uamsho huu ni wale wanaojishusha, wanafungua milango ya mioyo yao, wanaungama, wanatubu, wanatafuta kuishinda dhambi, wanatafuta ukamilifu. Hatimaye Kristo atakuwa ndani yao, tumaini la utukufu. Kristo kuwa ndani yetu, tumaini la utukufu, ndio kuhesabiwa haki bure kwa imani. Haiwezekani mpaka dhambi ikome, na hakuna namna mpaka Yesu amekaa ndani yetu. Kwa hiyo wako watu kwenye kanisa la Mungu wanacheza na dhambi, wanaendekeza uovu. Mpaka leo bado wapo watu wanashughulika na upigaji madili, rushwa, biashara haramu, uzinzi na uasherati, ushirikina na uchawi, kampeni za kisiasa na kutafuta madaraka, kuchafuana na mambo mengi maovu wanayofanya. Alafu unajipa moyo ya kwamba Mungu anatuokoa kwa neema, tutaamshwa, tunaenda mbinguni. Utajikuta umechelewa. Na huo ni ukweli mkavu. Upokee kama jinsi ulivyo, na Mungu akusaidie uelewe na urudi kwenye kusudi la Mungu. Mungu anataka toba na maungamo. Anataka tuichukie dhambi na tumlilie na tumtafute kwa bidii, kwa maombi ya dhati, kutaka kushinda mielekeo ya dhambi, tabia tulizodhirithi kwa wazazi, tulizojizoeza wenyewe, na kila aina uovu uachwe. Sio kwa nguvu zetu, ni pale tunapofanya bidii ya kumtafuta Yesu awe ndani yetu, tumaini la utukufu, wa Kolosai 1:27. Kwa hiyo katika kipindi hiki ambacho uamsho huo utakuja, nini kitatokea? Nabii anasema katika udhihirisho wa uwezo huo huangaza dunia nzima kwa utukufu wa Mungu. Wataona kitu fulani ambacho kwa upofu wao wanafikiri kuwa ni cha hatari. Hilo kuangaza ulimwengu mzima kwa utukufu ni wakati wa kilio kikuu. Kwa hiyo Mungu atauacha mfumo wakati wa kilio kikuu. Neno linasema, nabii anasema,
kitu fulani ambacho kitaamsha hofu yao, nao watajiimarisha ili kupingana nacho. Ni nani watakaojiimarisha? Waliobaki waaminifu kwenye mfumo wakati wameachwa na Roho Mtakatifu. Kundi la Mungu wamejazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika, wanahubiri kilio kikuu, ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu, ambao kwa muda mrefu tangu 1985 tulipojiunga na Umoja wa Mataifa, kanisa limekuwa likitetea uhuru wa kidini kwamba sasa unajua tusichafue imani za wengine. Ni hivi, hakuna namna ujumbe wa malaika wa tatu utahubiriwa bila kugusa imani za watu wengine na bila kuonekana unakashifu dini za watu wengine. Nabii anasema our message is a life and death message. Ujumbe wetu ni ujumbe wa kifo ama maisha, kufa ama kupona. Kwa ni wakati wa ujumbe wa malaika watatu katika kilio kikuu, ndipo Mungu atakapouacha mfumo. Neno linasema katika roho ya unabii, manuscript release, gombo la 15 ukurasa 312, matukio ya siku za mwisho, imenukuu hiyo ukurasa 171 na 172, Ufunuo Publishing House 2015. Nabii anasema atainua wanaume na wanawake kutoka miongoni mwa watu wa kawaida ili kuifanya kazi yake, kama wakati ule wa zamani alipowaita wavuvi kuwa wanafunzi wake. Hapa nukuu inatutaka turejeshe mawazo yetu. Kitakachotokea mwisho ni kama kilichotokea wakati wa mitume. Uamsho uliotokea kipindi kile ndio utakaorudiwa huku mwisho. Mazingira ni yale yale, na kilichotokea kipindi kile ndicho kitakachotokea huku mwisho. Utofauti utakuwa kidogo. Hivi karibuni kutakuwa na uamsho ambao utawashangaza wengi. Wale wasiotambua umuhimu wa kile ambacho hakina budi kufanywa watapitwa na kuachwa. Wale wasiotambua umuhimu wa ujumbe wa malaika watatu, kipi kinatakiwa kufanywa kwa sasa, watapitwa na kuachwa. Kushirikishwa na wajumbe wa mbinguni, wataachwa kushirikishwa na wajumbe wa mbinguni, watatenda kazi pamoja na wale waitwao watu wa kawaida. Wajumbe wa mbinguni watatenda kazi na wale waitwao watu wa kawaida, wakiwafanya wafae kuupeleka ukweli katika sehemu nyingi. Huo ni ujumbe wa malaika watatu ambao haujahubiriwa na kanisa hili. Unajua hoja sio mission statement yetu inasemaje? Practically kanisa la Waadventista wa Sabato halihubiri ujumbe wa malaika watatu. Hakuna namna jumbe hizi zitahubiriwa bila serikali kutupigia kelele, bila dini na madhehebu mengine kutulalamikia. Na kwa sababu tumeshajiunga na Umoja wa Mataifa katika ile organ ya Economic and Social Council, ECOSOC, na ndani yake kuna uhuru wa kidini, na Umoja wa Mataifa unasema tuishi kwa amani na wengine, tusiguse sana imani za wengine, tusije tukawakwaza wengine. Kwa hiyo tumeingia kwenye mpango wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani, wa kutetea nini? Amani. Wakati Yesu anasema sikuja kuleta amani bali upanga. Sikuja kuleta amani bali nini? Upanga. Sisi tunasema tulete amani, kwa injili yetu iwe ni ya amani. Hakuna namna injili ya Yesu italeta amani na ulimwengu huu uliokataa injili ya Yesu. Hakuna. Kwa hiyo kanisa letu likawa limeacha ujumbe huo makini ambao ndio pillars of our faith, nguzo za imani yetu. Nguzo za imani yetu. Sasa basi, kutokana na hayo, kwa kuwa mfumo umeasi na umeuacha ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, kwa hiyo nguzo za imani yetu zimewekwa pembeni. Jengo linaonekana linaporomoka. Je, tufanye nini? Kwa nini tusijitenge na mfumo huu? Wako wenzetu wanaosisitiza ya kwamba tunapaswa kujitenga na huu mfumo ulioasi. Ninakiri ya kwamba mfumo umeasi, ila sijaiona nuru ya kwamba sasa tunapaswa kujitenga na mfumo. Na unajua, wanaosisitiza umuhimu wa kujitenga na mfumo wamekuwa wakijenga hoja zao katika nukuu zifuatazo.
Takushirikisha nukuu hizi mbili, alafu tuchambue pamoja na wewe, tuone muktadha wake, ili tuipate hekima ya Mungu. Mungu anatutaka nini? Maana katika kipindi hiki utii unahitajika sana, na utii ni utii kwa neno la Mungu. Lazima tuwe tuna uhakika kwamba hivi ndivyo asemavyo Bwana. Isije ikawa kwa sababu tuna ukweli wa sasa, shetani anaamua kufanya counter reformation au counter attack la kuhakikisha ya kwamba pamoja na ukweli wa sasa tulioupata, basi anatuchepusha tutoke kwenye kusudi la Mungu, maana anajua utii ni wa muhimu ili tupokee Roho Mtakatifu. Nukuu ama msisitizo wa kwanza ni kwamba Yesu alijitenga na mfumo wa Kiyahudi. Kwa hiyo na sisi tujitenge na mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Hebu tusome nukuu hii ambayo imekuwa ikitumiwa sana katika kutetea hoja hiyo. Katika kitabu cha Desire of Ages, ukurasa wa 232, paragrafu ya kwanza, nabii anasema, Desire of Ages ndio tumaini la vizazi vyote. Katika kile cha Kiingereza ni ukurasa wa 232, paragrafu ya kwanza. Nabii anasema, Sanhedrin ilikuwa imekataa ujumbe wa Kristo na ilikuwa imeinama juu ya kifo chake. Kwa hivyo Yesu aliondoka Yerusalemu, kutoka kwa makuhani, hekalu, viongozi wa dini, watu ambao walikuwa wamefundishwa katika sheria, na akageukia kundi lingine kutangaza ujumbe wake na kukusanya wale ambao wanapaswa kupeleka injili kwa mataifa yote. Ndipo anasema, tunaona Yesu aliuacha mfumo, akageukia kundi jingine. Kwa na sisi tunapaswa kuacha mfumo, tugeukie kundi lingine, tutengeneze mfumo mwingine. Ni kweli hii nukuu ndivyo inavyotutaka tufanye hivyo? Tujitenge na mfumo sasa? Hebu tafakari hii maneno haya. Tutafakari pamoja, twende polepole ili tuone hekima ya Mungu. Tafakari maneno haya. Akageukia kundi lingine kutangaza ujumbe wake na kukusanya wale ambao wanapaswa kupeleka injili kwa mataifa yote. Swali, aliyegeukia kundi jingine ni nani? Yesu akageukia kundi jingine, akawaandaa mitume, akawajaza Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hapa tunachojifunza, je, walipojazwa Roho Mtakatifu walifanyeje? Ndipo wakatekeleza utume wake. Kwa ujumla wake, roho ya unabii inatuambiaje? Roho inatuambia hivi, kilichotokea kwa wakati ule kitajirudia tena hapa mwisho, huku mwisho wa wakati. Sikiliza hii nukuu tumetoka kuisoma, UPH 2015, matukio ya siku za mwisho, ukurasa 171 na 172. Atainua wanaume na wanawake kutoka miongoni mwa watu wa kawaida ili kuifanya kazi yake, kama wakati ule wa zamani alipowaita wavuvi kuwa wanafunzi wake. Kwa Yesu alipofika akakuta mfumo wa Kiyahudi hautekelezi kusudi lile alilolikusudia kwa kuanzishwa mfumo ule. Yesu aliwatafuta watu wa kawaida, akawapa mafunzo, akawajaza Roho Mtakatifu kama mvua ya vuli, ndipo wakaenda kutekeleza kusudi la kupeleka ujumbe ambao ni mpango wa ukombozi. Zingatia hiyo. Yesu akatafuta, akawaandaa, akawapa mafunzo, akawajaza Roho Mtakatifu, ndipo wakatekeleza kusudi la Mungu. Anasema atainua wanaume na wanawake. Kwa hiyo Yesu anachagua. Anachagua miongoni mwa watu gani? Anachagua miongoni, nukuu hii ukurasa 176, matukio ya siku za mwisho, UPH 2015, tuliona nabii anasema kwamba hautatenda kazi juu ya wale ambao hawajajishusha mbele za Bwana na kufungua mlango wa moyo kwa ungamo na toba. Kwa hiyo wenye sifa watakaochaguliwa ni wale ambao wanatubu na kuungama dhambi, wanamtafuta Mungu, wanaomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Hao ndio ambao kwa sasa
Yesu anaendelea na mchakato huo, maana tumekaribia kipindi hicho cha kilio kikuu ambapo mfumo atauacha, atashika kazi katika mikono yake mwenyewe, atashika hatamu ya utume yeye mwenyewe. Kwa hiyo sasa ndicho kipindi ambacho, katika kipindi hiki tulichofikia, sherehe ya Jumapili inapokaribia kutangazwa, ndicho kipindi cha hukumu kwa walio hai inayoanza kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa watakaochaguliwa hapa, atakapoinua wanaume na wanawake, hao wanaume na wanawake ni wale ambao katika hukumu kwa walio hai itathibitishwa ya kwamba wanastahili kubaki katika kitabu cha uzima, sio kwamba wamekataliwa. Na ndicho kipindi ambacho shaking ina take place, pepeto linaendelea kupitia kwa ushuhuda wa shahidi mwaminifu. Na wako watu wanaokataa onyo linalotolewa kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Watakuwa wameachwa. Wale watakao tubu na kuungama, wanaume na wanawake, kuna kitu kinachoitwa sealing, yani kuwekwa kama muhuri ama alama maalum. Hao ndio watakao kuwa wamechaguliwa, ambapo sasa baada ya sherehe ya Jumapili kuwa imetangazwa Marekani na hatimaye kwenda ulimwengu mzima, hao ndio, kama watakuwa hai katika kipindi hicho cha kilio kikuu, ndio watakaojazwa mvua ya masika. Wale walipowachagua akawapa mafunzo, aliwajaza mvua ya vuli siku ya Pentekoste. Huku mwisho hawa ambao sasa anawapa mafunzo ya ukweli wa sasa, anawafundisha tabia yake, anawafundisha sura yake, wanamtafuta Mungu kwa bidii, wanapewa mafunzo sasa, watapokea mvua ya masika. Kwa kama ilivyotokea kipindi kile, ndivyo inavyotokea sasa. Kwa hiyo katika nukuu hii sijaona hapa agizo la tutoke tukaanzishe mfumo mwingine, ila kazi hiyo ya kuchagua kuinua wanaume na wanawake anaifanya Yesu mwenyewe. Mimi na wewe hatujui. Yeye kwa vigezo vilivyoelezwa hapa anachagua huyu, anachagua huyu, anachagua huyu. Sealing inaendelea, kuthibitishwa kunaendelea, alama maalum inaendelea, na kigezo ni kwamba wametulia katika kweli, kiakili na kiroho, bila kuyumbishwa. Katika hukumu kwa walio hai inayoanza katika kanisa la Waadventista wa Sabato, watathibitishwa ya kwamba hawa majina yao hayataondolewa kwenye kitabu cha uzima. Na katika pepeto linaloendelea, watasimama juu ya mwamba imara, hawatatikisika. Hao sifa yao, wana maombi sana, wanasoma neno, wameushikilia ukweli bila kuyumbishwa. Hawasimami kuutetea mfumo, wanasimama kuutetea ukweli, kwa sababu mfumo umeacha ukweli. Kwa hiyo hawa ndio ambao anawaandaa yeye. Kwa hiyo hapa kwenye nukuu haitutaki sisi kujiondoa kwenye mfumo na kwenda kuanzisha mifumo mingine, isipokuwa nukuu hii inatukumbusha kile kilichotokea ndicho kitakachokuja kutokea. Yesu aliteua, akawapa mafunzo, akawajaza Roho Mtakatifu. Yesu sasa anaendelea na upembuzi yakinifu. Anachagua krimu yake atakawajaza mvua ya masika. Kwa hiyo atakapojaza mvua ya masika, ndipo rasmi kazi itakuwa imeshikwa na Yesu mwenyewe, na ndicho kipindi ambacho mfumo atauacha na hautakuwa na kazi, kwa maana ya kuendeleza utume wake hapa duniani. Kilio kikuu kitahubiriwa. Sasa nukuu inatuambiaje tutoke na tujitenge na kanisa? Tujitenge na kanisa? Lakini sikia, katika Pambano Kuu sura 37, maandiko ni kinga, ukurasa wa 490, ninasoma Ufunuo Publishing House 2023, toleo la Ufunuo Publishing House, ndio UPH. Nabii anasema, lakini Mungu atakuwa na watu duniani watakaodumisha Biblia na Biblia pekee kama kiwango cha mafundisho yote na msingi wa matengenezo yote. Swali nataka tujiulize na tutafakari wote. Je, unaamini ya kuwa hawa watu ambao watadumisha Biblia na Biblia pekee kama kiwango cha mafundisho yote na msingi wa matengenezo yote, maana yake ni waaminifu na watiifu kwa neno, hawa watu ndani ya mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, unaamini wapo?
ama katika mfumo wote watu hawa hawapo, wote wameasi. Ni hivi, mfumo ndio umeasi, na mfumo unaoongoza watu kuasi, ila kuna wengine wamegoma kuongozwa na mfumo kuasi, wameamua kusimama na imeandikwa. Kwa hiyo jibu ni kwamba wapo ndani ya mfumo waaminifu, ndani miongoni mwa wachungaji wapo, miongoni mwa viongozi wa kanisa wapo, miongoni mwa waimbaji wapo, miongoni mwa mashemasi wa kanisa wapo, miongoni mwa madaktari katika hospitali zetu wapo, miongoni mwa walimu katika mashule yetu wapo, miongoni mwa watumishi katika vyombo vyetu vya habari wapo. Sasa sikia, ikiwa wapo, unganisha na nukuu hii. Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 20 mwamko mkuu wa kidini ukurasa wa 308. Nabii anasema, watu wanyenyekevu na waaminifu kabisa katika makanisa ndio ambao mara nyingi walikuwa wa kwanza kupokea ujumbe. Na popote pale ambapo watu hawakutawaliwa na mvuto wa viongozi wa makanisa, popote pale ambapo watu waliweza kuchunguza maandiko wenyewe, fundisho la marejeo lilihitaji tu kulinganishwa na maandiko kulipatia mamlaka ya kiungu. Na sio tu fundisho la marejeo, hoja yoyote ilihitaji tu kulinganishwa na maandiko kuipatia mamlaka ya kiungu. Popote pale watu ambao hawakutawaliwa na mvuto wa viongozi wa makanisa, unaamini ya kwamba ndani ya mfumo huu ulioasi wa kanisa la Waadventista wa Sabato kuna watu wamegoma kuusujudia mfumo na kukubali uasi wa mfumo, wameamua kusimama na Bwana wakiwa ndani ya mfumo. Na watu hao wanachunguza maandiko wao wenyewe, na watu hao ni wanyenyekevu na waaminifu kabisa katika neno la Mungu. Unaamini wapo? Kama wapo, kwa nini msisitizo wa kutoka na kujitenga na mfumo sasa? Je, tukijitenga ndipo tunaenda kuchukua hizi sifa? Hizi sifa hatuwezi tukawa nazo tukiwa tumebaki ndani ya mfumo. Sawa, watatufuta ushirika, watatuondoa kazini, watatusukasuka, lakini hiyo hainifanyi kwamba mimi nisio mnyenyekevu na mwaminifu kwa neno la Mungu. Hiyo hainifanyi mimi nishindwe kuchunguza maandiko, maana ndio sifa tunazoziona hapa. Lakini sikia, sifa nyingine. Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 5 ukurasa wa 729. Nabii anasema hivi, watu wale watafutao nuru kwa bidii na kupokea kwa furaha kila mwale wa mwangaza wa mbingu kutoka katika neno lake takatifu, kwao hao ndio nuru itatolewa, na kupitia kwa watu hawa ndio Mungu ataifunua ile nuru na uwezo ambavyo vitauangaza ulimwengu mzima kwa utukufu wake. Ni nani hao? Watakaohubiri kilio kikuu, watakaopewa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika, hawa ambao watakuwa wamepewa mafunzo na Yesu mwenyewe. Watu wale watafutao nuru kwa bidii, sifa yao wanatafuta nuru kwa bidii. Kwa sababu ukisema kwamba mfumo haufundishi ukweli wa malaika watatu, ni sawa na kubali. Kwa sababu hiyo haiwazuii wale waaminifu wachunguzao neno la Mungu wenyewe kubaini ukweli, maana hawajazuiwa kusoma Biblia, hawajazuiwa kuchunguza roho ya unabii. Hata hivyo, Ellen G. White Estate ipo na mfumo wa kanisa GC hiyo iliyoasi ndio imehakisha maandishi hayo tunayapata katika soft copy, na zipo unaweza kudownload ukasoma mwenyewe. Bado mfumo hauwezi kumdhibiti mtu nyumbani kwake kusoma Biblia, kufanya maombi, kutubu na kuungama dhambi, kuchunguza roho ya unabii. Kwa nini mimi nijitenge na mfumo sasa? Niende wapi nikatafute nini ambacho siwezi nikakipata nikiwa ndani ya mfumo? Kwa sababu hoja ya msingi ni mimi kusoma mwenyewe, kupokea kila mwale wa nuru, na hatimaye niandaliwe kwa ajili ya kilio kikuu, kujaza Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Kwani siwezi nikaandaliwa nikiwa humu ndani? Kwa sababu maandalizi hayo nayafanya mimi binafsi. Ni kweli mfumo umeasi na kubali. Mfumo hauna ujumbe wa malaika watatu, sawa. Lakini mimi sijazuiwa ku-access na kupata mafunzo ya ukweli wa sasa ni nini. Wakule sasa ni nini?
Sikia hii. Katika matukio ya siku za mwisho, UPH 2015, ukurasa wa 170, nabii anasema, uwezo ule uliowatingisha na kuwaamsha watu kwa nguvu kubwa kiasi hicho katika harakati ya mwaka 1844 utadhihirishwa tena. Ujumbe wa malaika yule wa tatu utatolewa, sio kwa sauti ya kunong'ona, bali kwa sauti kuu. Na wakati gani? Baada ya sheria ya Jumapili kuwa imetangazwa Marekani na kusambaa ulimwengu mzima, wale ambao ni waaminifu, wanaochunguza neno la Mungu wenyewe, watiifu kwa neno na sio watiifu kwa mfumo, wale ambao wameamua kumfuata Yesu kila endako, ndio hawa ambao watapitia ceiling inapoendelea sasa, hawatatikiswa na mchekecho, ndio ambao watasimama katika hukumu ya upelelezi kwa walio hai inayofanyika kwa Adventista wa Sabato. Rehema inapofungwa, sheria ya Jumapili inapotangazwa kwa Sabato, inapotangazwa Marekani, rehema inapofungwa kwa Sabato, wao wamethibitishwa ndio watakaopokea mvua ya masika, na ndio watakao hubiri ujumbe wa malaika yule wa tatu, ukitiliwa nguvu na yule malaika wa Ufunuo 18 atakapoungana na malaika wa tatu kuhubiri onyo la mwisho kwa ulimwengu. Kwa hiyo uwezo ule uliowatingisha na kuamsha watu kwa nguvu kubwa kiasi hicho utarudiwa tena. Kwa hapo kazi itashikwa na Mungu mwenyewe. Atashika hatamu ya kazi katika mikono yake mwenyewe. Hapo ndipo mfumo hautakuwa na kazi. Kwa hiyo mfumo haunifanyi mimi nishindwe kuandaliwa kwa kazi hii. Ni kweli utahusika kuwapoteza watu wengi, wataasi pamoja na mfumo ulioasi, nakubali. Lakini itakuwa ni kwa uzembe wao wenyewe, kwa sababu neno linawataka wasiamini neno la mchungaji, neno la kiongozi. Hawatakiwi kusema ya kwamba hivi ndivyo lisemavyo kanisa, wanatakiwa waseme hivi ndivyo lisemavyo neno la Mungu. Wanatakiwa wao waberoya, wachunguze wenyewe. Kwa hiyo wanaposhindwa kuchunguza, ndipo sasa wanapeperushwa kama upepo. Wanageukia kila matamko na msukumo wa kimfumo wa kupinga ukweli wa sasa. Itakuwa ni kwa uzembe wao wenyewe. Lakini ninaweza nikaandaliwa nikiwa ndani ya mfumo. Kwa sioni sababu ya kwamba lazima kujitenga na mfumo. Hata hivyo, kusambaza ukweli huu sio lazima tu nijitenge na mfumo, kwani kununua vitabu vya Pambano Kuu na kuvisambaza kwa watu ni mpaka uwe umejitenga na mfumo sasa. Mbona mimi sijajitenga na mfumo sasa, lakini ninakuhubiria, ninakufundisha, na wewe unapata mafunzo haya kupitia YouTube na mitandao mingine ya kijamii? Misukosuko itakuwepo, ninakiri, kwa sababu hakuna matengenezo yaliyoletwa kilele mama. Ni lazima shetani achachamae. Misukosuko itakuwepo, lakini nimeamua kusimama na imeandikwa. Na wewe simama na imeandikwa ukiwa ndani ya mfumo. Yaani kujitenga na mfumo, Mungu ndio atakaoacha. Mungu hajawaambia watu haya watokeni kwenye mfumo. Tutoke twende wapi? Tutoke twende wapi? Sio agizo la Mungu. Hapa tunatakiwa kuwa makini. Sikia hii. Nini ambacho tunatakiwa kukifanya wakati tunasubiri ama tunaandaliwa kwa ajili ya mvua ya masika? Tunatakiwa tufanye nini? Uelewa wa kile tunachotakiwa kukifanya ndipo utatufanya tuone sababu ya kujitenga na mfumo sasa. Labda kwamba tukijitenga ndipo tunapoweza kutekeleza hicho tunachotakiwa kukifanya sasa. Kama tunaweza tukakitekeleza hicho tunachotakiwa kukifanya sasa tukiwa ndani ya mfumo, hakuna sababu ya kujitenga na mfumo. Hata hivyo, kwa agizo lipi? Kwa nukuu ipi? Sikia. Tunapaswa kufanya kazi ya utume. Hilo la kwanza. Katika sura ya 38 ya Pambano Kuu, UPH 2023, onyo la mwisho, ukurasa wa 504, nabii anasema, ujumbe utahubiriwa sio kwa njia ya kutumia hoja sana, bali kwa njia ya ushawishi wa kina wa Roho wa Mungu. Hoja zimekwisha wasilishwa, mbegu zimeshapandwa, na sasa zitachipuka na kuzaa matunda. Machapisho yaliyotawanywa na watendakazi wa kimishonari yametoa mvuto wake, lakini wengi ambao akili zao ziliguswa walizuiwa kuelewa vizuri ukweli, au walizuiwa kuutii ukweli.
Sasa miale ya nuru inapenya kila mahali. Ukweli unaonekana katika uwazi wake, na watoto waaminifu wa Mungu wanakata kamba zilizokuwa zimewashika. Mishikamano ya kifamilia, mahusiano ya kikanisa havina nguvu ya kuwazuia sasa. Ukweli una thamani kubwa zaidi kuliko mambo yote mengine. Licha ya mawakala ambao wataungana kusimama dhidi ya ukweli, watu wengi watakata shauri kusimama upande wa Bwana. Ukisoma sura ya 38 Pambano Kuu, onyo la mwisho linazungumzia ujumbe wa malaika watatu, kilio kikuu. Kwa hiyo anasema ujumbe huu hautakuwa wa kushawishi sana, bali ni kwa ushawishi wa kina wa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu hoja zilikwisha wasilishwa, mbegu zimekwisha pandwa, zikachipuka na kuzaa matunda, machapisho yalishatawanywa na watendakazi wa kimishonari. Swali ni hili, unapaswa ufanye nini sasa? Tawanya machapisho. Kabla ya kipindi hicho, tawanya machapisho. Fanya kazi ya kimishonari. Kwani kufundisha nyumba kwa nyumba, mfumo utakuzuia? Kuifundisha familia yako, mfumo utakuzuia? Kuwafundisha wa ukoo wako, ndugu zako, marafiki zako, mfumo utakuzuia? Kufanya kazi hiyo ya kiutume, kuna ulazima gani mpaka nijitenge na mfumo ndipo nitekeleze hiyo kazi? Mbona inaweza ikatekelezeka nikiwa ndani ya mfumo huu ulioasi? Ndugu zangu, mnakiona kitu hapo? Unapata kitu kweli cha kujifunza. Kwa hiyo tunapaswa kufanya nini? Ni kufanya kazi ya utume. Tawanya machapisho, fanya matendo ya huruma, saidia watu, fanya huduma za kimishonari. Unaweza ukaanzisha hata bakery yako ya mikate ambayo inawaletea watu afya. Unaweza ukatumia ukatengeneza vyakula vya kuwaletea watu afya, na kwa njia hiyo unaweza ukawafundisha watu, ukaongoza watu. Unaweza kutawanya machapisho na kadhalika na kadhalika. Katika njia zote zile za kazi unaweza ukafanya, ukafundisha familia yako elimu ya kweli, ukawaongoza kuelewa ukweli wa sasa. Hicho ndicho tunachotaka kukifanya sasa. Wala tunachotaka kukifanya sasa sio kujitenga na mfumo huu. Jambo la pili, tunapaswa kutubu dhambi. Kwani kutubu dhambi ni mpaka nijitenge na mfumo? Siwezi nikatubu dhambi nikiwa bado ndani ya huu mfumo, maana sio agizo la Mungu kwamba nijitenge sasa. Na hata hivyo sio kwamba mimi nijitenge, Mungu ndiye atakayeuacha mfumo. Kwa Mungu maadamu wa muda wa kuuacha bado, kwa sababu atauacha wakati gani? Wakati wa kilio kikuu. Muda huo haujafika. Kwa Mungu hajauacha. Kwa nini mimi niwe kimbelembele cha kuuacha mfumo na kwenda kuanzisha mfumo mwingine kwa maelekezo ya nani? Muda mfupi uliobaki huu wa maandalizi ya mwisho mfinyu, dakika za mwisho za lala salama, tuanze kujikusanya na kutengeneza mfumo. Saa ngapi, wapi na wapi? Sikiliza hii katika Early Writings sura ya 71 katika matukio siku za mwisho, UPH 2015 ukurasa wa 162. Nabii anasema, nilioneshwa kuwa hakuna atakayeshiriki katika lile burudisho. Burudisho lipi? Mvua ya masika. Hakuna atakayeshiriki katika lile burudisho isipokuwa kama amepata ushindi juu ya kila dhambi izingayo, juu ya kiburi, ubinafsi, kuipenda dunia na kila neno na tendo baya. Kwa hiyo tunapaswa kuendelea kusogea karibu na Bwana zaidi na zaidi, na kuendelea kutafuta kwa dhati maandalizi yaliyo muhimu ili kutuwezesha kusimama katika vita ile katika siku ya Bwana. Tunapaswa kufanya nini? Kutubu dhambi. Tunapaswa kufanya maandalizi ya muhimu. Maandalizi ya muhimu. Sio hoja kwamba sasa tujitenge na mfumo. Haya maandalizi muhimu ninaweza nikayafanya bado nikiwa ndani ya mfumo. Nihitaji nini tena? Mungu ndiye atakayeuacha mfumo na sio sasa. Atauacha mfumo wakati wa kilio kikuu. Mimi napaswa kufanya maandalizi kwa ajili ya kilio kikuu, ili niwe miongoni mwa watakaotumiwa na Mungu wakati Mungu ameshika kazi yake mwenyewe, akiwa ametumwagia Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Kwa hiyo hakuna atakayeshiriki lile burudisho, kupokea mvua ya masika, kama hajapata ushindi juu ya kila dhambi izingayo.
Kwa hiyo mimi ninapambana na muomba Mungu kwa neema yake nishinde mielekeo yote ya dhambi, nishinde tabia nilizozirithi, tabia nilizojizoeza wenyewe, uovu wote, mawazo machafu. Ninamuomba Mungu anisaidie, Yesu hatimaye akae ndani yangu, tumaini la utukufu. Kristo ndani yetu ndilo tumaini la utukufu. Kwa hiyo kushinda hii mielekeo yote ya dhambi ni lazima Kristo akae ndani yetu. Kwa hiyo Kristo kukaa ndani yangu ni mpaka nijitenge na mfumo. Yaani siwezi nikafanya maandalizi yaliyo muhimu na Yesu akakaa ndani yangu mpaka nijitenge na mfumo. Tume miss target. Na shetani ametuchepusha. Yaani ametupeleka kwenye kile ambacho Mungu hajasema tukifanye sasa. Na nawaambia ndugu zangu, tunahitaji utii mkamilifu kwa kila neno la Mungu. Chochote tunachokifanya ni lazima tuwe na uthibitisho kwamba hivi ndivyo asemavyo Bwana. Ninawasihi ndugu zangu mnaosisitiza kujitenga na mfumo sasa. Hilo sio agizo la Mungu. Sio agizo la Mungu. Sio agizo la Mungu. Sikia. Katika kitabu cha Acts of Apostles, kurasa wa 36 paragrafu ya kwanza, nabii anasema, kwa kadri wanafunzi walivyokuwa wakisubiria kutimizwa kwa ahadi, wale wa kwanza ambao ndio tunapata kielelezo chetu kwao, walinyenyekeza mioyo yao katika toba ya kweli na kuungama dhambi yao ya kutokuamini. Kwa walichokifanya, walihakikisha wanakuwa na toba ya kweli, waliungamiana wao kwa wao, waliondoa tofauti zao, waliungama kutokuamini kwao, wakajichunguza mioyo, wakajipeleleza, wakasoma neno, wakadai ahadi ya Roho Mtakatifu. Siku 10 tu zilitosha mvua ya vuli kushuka juu yao. Hayo ndio maandalizi tunayopaswa kuyafanya sasa. Kwani siwezi nikayafanya haya nikiwa ndani ya mfumo huu ulioasi, kwa sababu mfumo huu umeasi, lakini haunifanyi mimi kuchagua kuwa mwaminifu kwamba eti nitafanya muasi na mfumo, wakati uchaguzi wangu nimekataa kusimama na msimamo wa mfumo, ninasimama na imeandikwa. Nitatiwaje unajisi maandalizi haya ya kiroho? Siwezi nikayafanya nikiwa ndani. Kipi ni cha muhimu? Jambo lingine tunalopaswa kufanya la 3, tunapaswa kuomba kwa bidii. Swali: siwezi mimi kuomba mpaka nijitenge na mfumo ndipo naweza nikaandaliwa vyema kwa maombi ya dhati? No. Sikiliza, Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5, ukurasa wa 158, katika matukio ya siku za mwisho, UPH 2015, ni ukurasa wa 158 pia. Tunapaswa kuomba kwa bidii kwa ajili ya kushuka kwa Roho Mtakatifu, kama wanafunzi walivyoomba katika siku za Pentekoste. Kama walimuhitaji wakati huo, sisi tunamuhitaji zaidi leo. Nabii hapa anasemaje? Wenzetu waliomba kwa ajili ya mvua ya vuli, sisi tunapaswa kuomba kwa ajili ya mvua ya masika. Na mvua ya masika itashuka baada ya sheria ya Jumapili kuwa imetangazwa Marekani na hatimaye imesambaa ulimwengu mzima. Ndipo mvua ya masika itashuka kwa wale ambao wamefanya maandalizi. Wamefanya maandalizi. Na wanapojazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika, ndipo onyo la mwisho kwa ulimwengu linatolewa. Ujumbe ambao haujahubiriwa na kanisa, uliachwa na kanisa na mfumo wa kanisa, ndio sasa utahubiriwa katika kilio kikuu. Onyo la mwisho kwa ulimwengu. Onyo la mwisho kwa ulimwengu. Kwa tunapaswa kuomba kwa bidii. Hatupasi kujitenga. Hatupasi kujitenga. Lakini kuna nukuu nyingine inayotumiwa sana kama ushahidi wanaotetea kwamba tunapaswa kujitenga na huu mfumo. Nukuu hii inapatikana katika kitabu cha Roho ya Unabii, Tumaini la Vizazi Vyote. Mimi ninatumia vitabu vya Ufunuo Publishing House. Sijaona mapungufu kwenye hivyo vitabu, kwa wala sioni haja ya kutafuta vitabu vingine, isipokuwa tu natumia Ellen G. White Estates kama vitabu hivyo nimevikosa. Kwa hiyo ninasoma UPH, Ufunuo Publishing House, toleo la mwaka 2020, sehemu ya kwanza, ukurasa wa 206. Hii ni sura ya 23, ufalme wa Mungu umekaribia. Ninanukuu, nabii anasema, kama vile nuru na maisha ya wanadamu ilivyokataliwa na mamlaka ya kikanisa, yani ya kidini, katika siku za Kristo, ndivyo ilivyokataliwa katika kila kizazi kilichofuatia.
mpaka wakati wetu. Bado nuru inakataliwa vile vile, ukweli wa sasa unakataliwa, na hata mfumo umeacha ukweli wa sasa. Unabii umetimia. Tena na tena, historia ya kujitenga kwa Kristo kutoka Yudea imerudiwa. Wakati wana matengenezo walipohubiri neno la Mungu, hawakuwa na wazo la kujitenga na kanisa lililoanzishwa. Lakini viongozi wa dini hawangevumilia nuru, na wale waliobeba ile nuru walilazimika kutafuta kundi lingine ambao walikuwa wanatamani ukweli. Katika siku zetu, wachache wa wafuasi wanaodai wana matengenezo wanachochewa na roho yao. Wachache wanasikiliza sauti ya Mungu na wako tayari kukubali ukweli katika hali yoyote ambayo inaweza kuwasilishwa. Mara nyingi wale wanaotafuta hatua za wana matengenezo, wanaofuata hatua za wana matengenezo, wanalazimika kuachana na makanisa wanayoyapenda ili kutangaza mafundisho ya wazi ya neno la Mungu. Na mara nyingi wale wanaotafuta nuru ni kwa fundisho lile lile wanalazimika kuacha kanisa la baba zao ili wapate kumtii Mungu. Ukiangalia kwa haraka hii nukuu ni kama vile inakuhalalishia kwamba mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato umeasi, umewacha ukweli wa sasa. Kwa hiyo na hivyo tena wanatufuta ushirika, wanatuondoa kazini, wanatusukasuka, wanatuita waasi. Kwa hiyo ninajiondoa sasa, ninatafuta kundi jingine. Zingatia maneno haya. Tutafakari pamoja nukuu hii, tutafute muktadha wake. Maneno haya katika hiyo nukuu: wakati wana matengenezo walipohubiri neno la Mungu, hawakuwa na wazo la kujitenga na kanisa lililoanzishwa. Lakini viongozi wa dini hawangevumilia nuru, na wale walioubeba walilazimika kutafuta kundi lingine ambao walikuwa wanatamani ukweli. Swali ni hili: hawa wana matengenezo walijitenga kutoka kwenye makanisa yapi au kutoka kanisa gani? Inapotaja wana matengenezo hapa, ni wana matengenezo wapi kama sio zama za giza? Kanisa lililokuwepo silikuwa ni kanisa la Rumi? Na hata ukija kueleza wakati wa William Miller, bado yalikuwepo makanisa ya Jumapili yaliyotoka ndio kutoka kanisa Katoliki, lakini bado hawana nuru kamili. Walipitia misukosuko, ilibidi watafute kundi jingine, kwa sababu hata hivyo makanisa hayo yaliyokuwepo halikuwepo bado kundi la Bwana. Bado Mungu alikuwa hajaanzisha mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa sababu mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato ndio mfumo unaofanana na mfumo ule wa Kiyahudi. Na kanisa la Waadventista wa Sabato katika makanisa yote duniani ndilo linasimama kama Israeli wa sasa. Israeli wa sasa. Kama vile Israeli ya wakati ule ilivyokuwa imetengwa kutoka kwenye mataifa mengine ili wabebe nuru ya ule mpango wa ukombozi, ulimwengu mzima uangaziwe, ndivyo Waadventista wa Sabato walivyotengwa. Kwa hiyo mfumo wa kanisa la Mungu tunaanza kuutrace baada ya 1844. Na hapo ndipo mfumo ulipokuja kutengenezwa mwaka 1863, na hatimaye ukaendelea kutanuka mpaka sasa tuna huu mfumo uliopo. Kwa hiyo mfumo kwa nukuu hii, kwa mujibu wa nukuu hii, mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato ulikuwa bado haujaanzishwa na Mungu. Kwa hiyo walipata misukosuko katika makanisa hayo ya Jumapili kutoka kwa kanisa la Rumi, kwa wakaamua kujitenga, na katika kujitenga kwao huko ndiko wakajikuta mpaka likapatikana dhehebu hili la Waadventista wa Sabato. Sasa tunasemaje leo tujitenge na dhehebu hili lililoanzishwa na Mungu? Na mfumo huu tunaenda wapi? Kwenye mfumo upi tena? Kwenye mfumo upi tena? Isipokuwa tunachotakiwa kukisubiri sasa ni mvua ya masika. Kwa tunapaswa kufanya maandalizi ya kujazwa Roho Mtakatifu. Maandalizi yote kama tulivyosoma hapo juu, tulivyotafakari na wewe pamoja, hayatufanyi kwamba hayatubidishi ya kwamba ili tuyafanye hayo maandalizi mpaka tuwe tumejitenga na mfumo huu. Tumejitenga na mfumo huu.
Sikia hii. Manuscript release gombo la 13 ukurasa wa 379 na 381 imenukuliwa katika matukio ya siku za mwisho UPH 2015 ukurasa wa 150. Watu ambao Mungu aliwaheshimu sana katika harakati za kufunga historia ya dunia watafuata mfano wa Israeli ya zamani. Watu waliowaheshimu sana ni wakina nani hao? Kama sio wa Adventista wa Sabato. Ni mfumo upi kama sio mfumo wa kanisa la Adventista wa Sabato? Watafuata mfano wa Israeli ya zamani. Kwa hiyo sisi kipimo chetu, kulinganishwa kwetu wa Adventista wa Sabato, hatulinganishwi na haya makanisa mengine ambao wana matengenezo walijitenga kwayo. Sisi mfumo wetu, role model yetu, mfumo wetu tunaolinganishwa nao ni mfumo wa Israeli, mfumo wa dini ile ya Kiyahudi. Ndio pale tunachukua mafunzo, ndipo pa kujifunzia. Hatujifunzi kwenye hii mifumo mingine ya makanisa mengine yaliyokuwa yameasi. Nabii anaendelea kusema, kujitenga na kanuni kuu ambazo Kristo amedhihirisha katika mafundisho yake, utimizaji wa miradi ya kibinadamu, kutumia maandiko ili kuhalalisha mwenendo mbaya chini ya utendaji potovu wa Lucifer, atawashupaza watu katika kutoelewana na ukweli wanaouhitaji ili kuwahifadhi dhidi ya matendo mabaya, utavuja na kumwagika kutoka rohoni kama maji kwenye chombo kinachovuja. Hapa anazungumzia uasi katika mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, kwamba tunaacha ule ukweli, tunabaki tu tukitekeleza utimizaji wa miradi tu ya kibinadamu, na tunatumia maandiko kuhalalisha mwenendo mbaya chini ya utendaji potovu wa Lucifer. Na hicho kitendo kinawashupaza Waadventista wa Sabato na kutoelewana na ukweli wa sasa wanaouhitaji ili kuwahifadhi dhidi ya matendo mabaya, na utavuja huo ukweli na kumwagika kutoka rohoni kama maji kwenye chombo kinachovuja. Ukweli wa sasa udavuja. Sasa kutokana na hayo yote, mfumo ndio utaongoza watu kufanya ukweli huo uvuje, lakini mimi nina uhuru wa kuchagua huo ukweli usivuje kutoka rohoni mwangu. Kwa hiyo kama ilivyokuwa Israeli ya wakati ule, ukweli ulipovuja, mfumo uliposhindwa kutekeleza kusudi la Mungu, Mungu aliteua watu ambao aliwapa mafunzo, akawajaza mvua ya vuli. Ndivyo Yesu anavyofanya sasa, anateua watu katika mchakato huu wa kutiwa muhuri, katika mchakato huu wa hukumu kwa walio hai kwa Waadventista wa Sabato inapoanza kwenye kanisa la Mungu, katika mchakato huu wa pepeto, the shaking, Mungu anateua wenye sifa gani? Wana maombi, wasomaji wa neno, wanyenyekevu, wameweka msimamo kwa imeandikwa, wanatafuta kuishinda dhambi, wanatubu na kuungama dhambi. Hao ndio anawachagua, anawaandaa kwa ajili ya mvua ya masika. Mvua ya masika itakaposhuka baada ya sherehe ya Jumapili kuwa imetangazwa ulimwenguni, ndipo kilio kikuu kitakapohubiriwa, ndipo mfumo utakuwa hauna kazi. Sio kujitenga na kanisa sasa. Sio kujitenga na kanisa sasa. Sikia hii. Nabii anasema hivi katika GC 611 na 612, imenukuliwa katika matukio ya siku za mwisho UPH 2015 ukurasa 170 na 171. Nabii anasema, kazi kuu ya injili haipaswi kufungwa kwa udhihirisho mdogo wa uwezo wa Mungu kuliko uwezo ulioambatana nayo wakati wa ufunguaji wake. Kwa kuna wakati wa ufunguaji wa injili, alafu kuna wakati wa ufunguaji wa injili. Wakati wa ufunguaji wa injili, Yesu alichagua watu, akawapa mafunzo, akawajaza Roho Mtakatifu. Wakati wa ufunguaji wa injili, Yesu anachagua watu, anawapa mafunzo, anawajaza Roho Mtakatifu. Walijazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya vuli, tutajazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Na walipojazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya vuli, mfumo wa Kiyahudi ukawa hauna kazi, wakawa wanatekeleza kusudi la Mungu nje ya ule mfumo, kwa kuwa kazi ilishikwa na Mungu mwenyewe. Tutakapojazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika, mfumo atauacha vivyo hivyo, na hatimaye kazi itashikwa na Mungu mwenyewe, na tutatekeleza kusudi la Mungu tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Nabii anaendelea kusema, unabii uliotimizwa katika umwagaji wa mvua ya vuli katika wakati wa ufunguaji wa injili hauna budi kutimilizwa tena wakati wa mvua ya masika, mnamo wakati wa kufungwa kwake.
Watumishi wa Mungu wakiwa na nyuso zilizoangazwa na kung'aa kwa kujitoa wakfu, wataharakisha kutoka mahali hadi mahali pengine ili kuutangaza ujumbe kutoka mbinguni. Kwa maelfu ya sauti kote duniani onyo litatolewa, miujiza itafanywa, wagonjwa wataponywa na ishara na maajabu vitafuatana na waumini. Kwa hiyo hoja ya msingi sasa ni kujiandaa kupokea Roho Mtakatifu, kutubu na kuungama dhambi, kusoma neno, kufanya maombi, kufanya uinjilisti. Hayo yote hayanilazimishi mimi mpaka niende nje ya mfumo ndipo niyatekeleze. Bado Yesu anachagua watu ambao atawajaza Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Kwa sababu hiyo basi, nakutia shime. Hata kwa habari ya zaka na sadaka, usijaribiwe kupeleka mahali pengine. Kuna nukuu ambayo imekuwa ikitumiwa ya kwamba wasiohubiri ukweli wa sasa wapasi kutumia zaka. Je, nukuu hiyo inatuambia kwamba sasa ndo tujitenge? Ndo sasa zaka tuipeleke kwingine? Hapana. Tunachukua nukuu hizi nje ya muktadha wake na tutawapotosha watu wa Mungu. Peleka zaka ambako Mungu ametaka iende. Inatumiwaje? Sio jukumu lako. Jukumu lako umeitoa zaka. Hatuna maelekezo mengine. Hatujaambiwa tupeleke mahali pengine, kama vile ambavyo hatujaambiwa kuanzisha mifumo mingine. Wapendwa, rudini katika njia kuu. Tunapojiandaa kumsubiri Yesu atumwagie Roho Mtakatifu, tusiruhusu counterfeit ya shetani, tusiruhusu counter reformation ya shetani kutuondoa kwenye lengo. Tusije tukawa tunafanya ile off target. Yaani lazima tutarget kwenye hoja ya msingi. Maandalizi yote ya kupokea mvua ya masika hayanihitaji mimi niwe nje ya mfumo ndipo nifanye hayo maandalizi. Bado ninaweza nikaufundisha, nikahubiri nikiwa ndani ya mfumo. Kujitenga na mfumo sio kusudi la Mungu. Hiyo nuru sijaiona. Nukuu zote zinazotetewa ziko nje ya muktadha wake. Ninakutia shime. Baki katika mfumo huu ambao umeasi na Mungu anaukongoja hivyo hivyo. Kuna saa atauacha. Agizo la Mungu Mungu hajakuagiza wewe ndio uache mfumo. Mungu ndiye atakayeuacha mfumo. Wakati gani? Wa kilio kikuu. Sio wewe uache mfumo. Baki ndani. Mungu na akubariki. Na Mungu akusaidie kuelewa kweli hizi tunapoendelea kujifunza na kuandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Na kabla hatujahitimisha basi tuombe. Baba mwema, neema yako yatosha. Asante kwa sababu kwa uthibitisho wa Roho Mtakatifu, kwa usadikisho wa Roho Mtakatifu, wewe unathibitisha ya kwamba hii ni kweli yako. Sasa tusaidie tuishi kulingana na miale yote ya nuru inayofunuliwa kwetu. Neema yako yatosha kwa kila hitaji. Mbariki mtazamaji na msikilizaji kwa jina la Yesu. Amina.